Karibu tena mpenzi mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanaendelea au yanajiri sasa hivi katika nyanja ya kisiasa humo nchini. Godbless Lema aibua hofu na taharuki kuhusu uhai na maisha ya Humphrey Polepole aliyetekwa nyara usiku wa kuamkia jana, huku akituma onyo kali kuhusu kukatizwa maisha ya Humphrey Polepole. Andika ujumbe huu wa kuzua taharuki na wenye hofu, bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina au kwa undani zaidi. Katika hali ya wasiwasi wa hisia kali kuhusiana na kutekwa nyara kwa Humphrey Polepole, aliyekuwa mbunge wa Arusha mjini Godbless Lema ametoa onyo kali kwa watu wasiojulikana ambao wanadai huenda wanapanga kumdhuru mwanasiasa huyo Humphrey Polepole. Ujumbe wa Lema ulioenea kwa kasi katika mitandao ya kijamii leo umeibua wasiwasi wa wananchi na kuibua hisia za watu wengi wanaodaiwa kutekwa nyara na kutoweka nchini Tanzania. Onyo lake Godbless Lema lililohusiana moja kwa moja na utekaji nyara wa Humphrey Polepole lilitaka kukomeshwa mara moja kwa mipango yoyote ambayo inaweza kuhatarisha maisha au usalama wa mbunge huyo wa zamani. Katika maelezo yake, Lema alionyesha kusikitishwa sana na kile alichoeleza kuwa ni mwenendo wa vitisho na kutoweka kisiasa. Akizungumzia utekaji nyara wa Polepole, aliwataka wale wanaodaiwa kuwa nyuma mipango hiyo ya kumteka nyara kuweza kuacha mara moja na kufikiria upya matendo yao. Sauti ya ujumbe wake ilipendekeza hali ya dharura na wajibu wa kimaadili, akionya kwamba kumdhuru Polepole au kuyadhuru maisha yake kutakuwa na madhara makubwa ya kitaifa. Onyo la Godbless Lema kuhusu utekaji nyara wa Polepole lilijidhihirisha kwa wingi miongoni mwa Watanzania ambao wanahisi kwamba tukio hili la hivi punde linaweza kuashiria masuala mazito ya ukandamizaji wa kisiasa na kudhoofika kwa usalama wa mtu binafsi kwa watu wanaozungumza. Katika chapisho rasmi lake, Godbless Lema kupitia mtandao wake wa kijamii, nikimnukuu kama unavyotazama kwenye screen yako, aliandika hivi: nyie watu wabaya na wakatili, msijaribu kumuua Humphrey Polepole. Chukueni hii onyo very serious. Najua mnapima upepo, msijaribu na msijaribu. Tunalia kama taifa kuona mmoja wetu akitoweka bila maelezo. Humphrey ana haki ya kuwa salama na kuishi bila mateso, msijaribu kabisa. Onyo la mbunge huyo wa zamani kuhusu utekaji nyara wa Polepole lilikuwa la kihisia na makabiliano, likielekezwa kwa wale aliowaita watu waovu ambao wanaweza kujaribu hali ya kisiasa kabla ya kuchukua hatua. Kulingana na wadhifa wake, Tanzania inashuhudia hali ya hatari ya kuimarika kwa hofu na taharuki, ambapo wakosoaji wana mageuzi na wale wanaochukuliwa kwa wapinzani hutoweka katika mazingira ya kutatanisha. Ujumbe wake ulipendekeza kuwa madhara yoyote aliyoyapata Humphrey Polepole hayatavumiliwa na umma na kwamba Watanzania wanapaswa kuwa macho kuhakikisha haki inalindwa. Kauli hiyo ya Godbless Lema imesambazwa sana huku watumiaji wengi mtandaoni wakielezea kama simu ya kuamsha ama simu ya mwamko ambayo inatoa changamoto kwa mamlaka na raia kuchukua jukumu la kuzuia vurugu. Kufuatia maelezo hayo ya Godbless Lema, mitandao ya kijamii imefurika hisia za watu, kuanzia hasira hadi wito wa utulivu wakati uchunguzi wa kutekwa nyara kwa Polepole ukiendelea. Watetezi wa haki za binadamu, viongozi wa upinzani na mashirika ya kiraia wameungana na Godbless Lema kutaka vyombo vya sheria kuongeza nguvu katika kumsaka mwanasiasa huyo aliyotoweka au kutekwa na kuleta uwazi wa hali ilivyo. Wanasema kuwa utekaji nyara wa Humphrey Polepole unawakilisha zaidi ya janga la kibinafsi, unaonyesha udhaifu wa nafasi ya kidemokrasia na uhuru wa kujieleza nchini Tanzania. Mjadala wa mtandaoni umekuwa gumzo la kitaifa kuhusu uwazi, haki pamoja na uwajibikaji. Akisisitiza onyo lake kuhusu utekaji nyara wa Humphrey Polepole, Lema alisisitiza kuwa Tanzania kama taifa lazima ikemee aina zote za ukatili na upotevu wa watu kwa sababu za kisiasa. Alisisitiza kuwa kila mwananchi, bila kujali itikadi zake za kisiasa, anastahili usalama na utu. Ujumbe wake wenye hisia lakini thabiti ulisisitiza kwamba viongozi kama Polepole wana haki ya kikatiba ya kutoa maoni yao bila hofu ya kuteswa au kutekwa nyara. Kauli hii imetafsiriwa na wengi kuwa ni changamoto kwa serikali kutekeleza wajibu wake wa kimaadili na kisheria wa kuwalinda raia wote kwa usawa. Wafuatiliaji na wachambuzi wa masuala ya kisiasa wameeleza onyo la Lema kuhusu utekaji nyara wa Polepole kwa ni kitendo cha ujasiri na uongozi wa kimaadili katika kipindi ambacho imani ya wananchi kwa taasisi inayumba. Wanasema kuwa kauli yake inaakisi sauti ya dhamiri katika kipindi kilicho na wasiwasi unaoongezeka kuhusu uhuru wa raia. Wachambuzi zaidi wanabainisha kuwa taswira ya Tanzania kimataifa inaweza kuwa hatarini iwapo kesi hizo zitaendelea bila uwazi au
uwajibikaji. Utekaji nyara wa Humphrey Polepole kwa hiyo umekuwa suala la kitaifa na kimataifa, mtihani wa kujitolea kwa nchi kwa haki za binadamu, haki na uvumilivu wa kisiasa. Onyo la Godbless Lema kuhusiana na utekaji nyara wa Polepole pia lilibeba ombi la umoja na huruma, likiwataka Watanzania kukutana pamoja katika migawanyiko ya kisiasa. Alisema kuwa usalama wa mtu mmoja unawakilisha usalama wa taifa zima na kwamba hakuna malalamiko au itikadi zinazopaswa kuhalalisha vurugu au kutoweka wadhifa wake. Wadhifa wake uligusa zaidi raia wachanga ambao wanaona suala hilo sio tu kama mzozo wa kisiasa lakini kama wa maadili. Wachambuzi wengi wa masuala ya kijamii tangu wakati huo wameunga mkono maoni yake, wakitaka mazungumzo na tahadhari ya pamoja dhidi ya vitisho kwa demokrasia. Wanasayansi wa siasa wanaeleza kuwa uchunguzi wa utekaji nyara wa Polepole sasa una uzito wa ishara unaowakilisha kama mifumo ya haki nchini Tanzania inaweza kufanya kazi kwa uhuru na kwa uwazi chini ya uangalizi wa umma. Wanadai kuwa jinsi serikali inavyoshughulikia kesi hii inaweza kuamua uhusiano wa siku zijazo kati ya raia, vyama vya upinzani na vyombo vya usalama. Wakati onyo la Godbless Lema kuhusu utekaji nyara wa Polepole likiendelea kusambaa, linatumika kama rufaa kwa ubinadamu na kutaka hatua zichukuliwe. Ukumbusho kwamba ukimya mbele ya dhuluma inaweza kuwa hatari sawa na uhalifu wenyewe. Zaidi ya hayo, mashirika ya haki za raia yametumia utekaji nyara wa Polepole kama fursa ya kutaka mageuzi mapana zaidi katika uangalizi wa usalama na ulinzi wa watu mashuhuri wa umma. Wengi wamependekeza kuundwa kwa vyombo huru vya uchunguzi kushughulikia kesi nyeti za kisiasa. Sambamba na onyo la Godbless Lema, wanasisitiza kuwa bila uwazi na uchunguzi wa kuaminika, hofu na kutoaminiana vitaendelea kuongezeka. Mashirika hayo yanasisitiza kwamba kulinda demokrasia kunaanza na kulinda maisha na kwamba kila Mtanzania anapaswa kujisikia salama bila kujali imani ya kisiasa. Wakati uchunguzi huu wa utekaji nyara unaomhusisha Humphrey Polepole ukifanyika, waandishi wa habari na wanaharakati wameitaka serikali kuwasiliana kwa uwazi na umma. Kutokuwepo kwa habari iliyothibitishwa, wanasema hujenga uwanja wa kuzaliana kwa uvumi na hofu. Kufuatia onyo hilo la Godbless Lema, mashirika kadhaa ya kutetea haki za binadamu yameahidi kufuatilia kwa karibu yanayoendelea kuhakikisha kwamba hakuna undani wa kesi hii unaozikwa au kupuuzwa. Wengi wanaamini kwamba ukweli kuhusu utekaji nyara wa Polepole unaweza kurejesha imani ya umma au kuzidisha migawanyiko ya kitaifa ikiwa haitashughulikiwa haraka. Kwa kumalizia, onyo la Lema kuhusu kutekwa kwa Polepole limevuka suala la mara moja la kupotea kwa mtu mmoja na kuwa kilio cha kudai haki na mageuzi. Maneno yake yamewakumbusha Watanzania kwamba demokrasia haiwezi kudumu pale ambapo hofu inatawala na kwamba umakini wa pamoja ni muhimu ili kulinda haki na maisha. Kauli ya mbunge huyo wa zamani imekuwa zaidi ya chapisho la mitandao ya kijamii, imebadilika na kuwa ishara ya upinzani dhidi ya ukimya na kutokujali. Asante sana mtazamaji kwa kujiunga nami hadi tamati mwa taarifa ama video hizi. Ningependa kusikia maoni yako kuhusiana na ujumbe wa Godbless Lema kuhusiana na utekaji nyara wa Humphrey Polepole. Vile na kukumbusha kulike video hii, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii. Itakuwa kama malipo yako kwangu na itakuwa imenisaidia kwa sana. Vile bonyeza box hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.